kunenwa kupitia maandiko matakatifu, maneno matakatifu yale yaliyohubiriwa ya kwamba katika majira hayo mtasikia habari za magonjwa, habari za matetemeko, habari za tauni, habari za vifo, habari za matukio ya kutisha. Lakini Bwana anatuambia mimi na wewe ya kwamba tuonapo hayo mambo ya Bwana kuja kulichukua kanisa, na haya majira ndio majira tunayoishi mimi na wewe, ndio majira tulionayo mimi na wewe, ndio majira ambayo mimi na wewe tunaishi, na haya ndio majira ambayo Bwana anasema nionapo majira haya, tambueni ya kwamba ni wakati wa mimi kuja kulichukua kanisa, kufungua na kufumbua. Haleluya! Nataka nikwambie kuna kitu ambacho Mungu anataka sema na wewe majira haya. Lipo jambo ambalo Mungu anataka sema na wewe majira haya. Ninachokusihi ndugu yangu, wewe unasikiliza ujumbe huu, weke masikio yako kwa makini. Ninaomba Roho Mtakatifu azibue masikio yako ya roho ili upate kusikia hiki ambacho Bwana anasema na wewe. Nitasoma neno la Mungu katika waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na ule mstari wa 9. Asante Bwana Yesu. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na ule mstari wa 9, neno la Mungu linasema, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia kwake, bali uvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali watu wote waifikirie toba. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, Biblia inasema kwa maana Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia kwake. Nataka nikwambie ahadi ya Bwana ni kurudi kulichukua kanisa. Ahadi ya Yesu Kristo ni kurudi kuja kulichukua kanisa. Na ni kipindi gani na majira gani? Ni kipindi tulichonacho mimi na wewe, ni wakati tulionao mimi na wewe. Maana Bwana anasema kwa maana majira hayo hata mwana wa Adamu mwenyewe hajui, hata malaika hawajui, lakini Bwana ametuonesha dalili na majira ya kwamba mwonapo mambo haya na haya, jueni ya kwamba ni wakati wangu wa kuja kulichukua kanisa. Biblia inasema Bwana